kila dakika moja, kila pumzi moja, kila sekunde moja uliokuwa nao, pumzi yoyote unaopumua utadaiwa, kwa sababu ulishindwa kuweza kuheshimu wakati. Ndio maana ni lazima uweze kujua, kuna wakati mwingine unaweza ukapita kwenye dhiki, wakati mwingine ukapita kwenye furaha. Haya yote ni majira, ni wakati. Usipoweza kujua wakati, unaweza ukadhani kila siku ni Jumapili. Usipojua wakati, unawezekana ukajua kila siku ni Jumatatu. Hapana. Na ndio maana kuna Mungu aliamua kuweza kuumba siku. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, mpaka siku ya sita, siku ya saba. Na ndani yake kwenye zile siku aliziwekea sifa. Yesu mbinguni atukuzwe sana. Sasa kanisa la leo utakuta mtu hata kama anakuja kwenye ibada, unashangaa haeleweki. Ni kwa sababu hajui namna ya kuweza kuukomboa wakati. Msukume jirani yako, mwambie ukomboe wakati. Kama unaamua kumtumikia Mungu, usiwaangalie wanadamu, usiangalie jinsi ambavyo ulimwengu unakwenda. Unachopaswa kuweza kuangalia ni wakati ambao Mungu amekupa, ni nini ambacho unaweza kukifanya. Kila mmoja hapa, mimi na hesabu yangu nitatoa, wewe na hesabu yako toa. Kwa nini utoe hesabu? Ulipewa wakati, haukuweza kuutumia wakati vema. Pumzi uliyokuwa nayo sio ya kwako, ni pumzi ya Mungu. Kila pumzi unayojua, hata kama unasema tunapumua bure, sio unapumua bure, utahesabiwa gharama. Nilikupa pumzi hapa duniani, ni nini ulichokifanya? Nilikupa pumzi hapa duniani, ni nini ambacho uliweza kufanya kwa ajili ya ufalme wangu? Wengi wanaishi katika maisha ambayo ni hasara kwa kila wakati, kwa pasipo kuweza kuchua muda aliyokuwa nao au hasara anayoweza kuileta katika ulimwengu huu. Alipaswa kuweza kuutumia kuweza kumtumikia Mungu. Lakini unakuta na mtu anaishi kwa jinsi ilivyo. Kwa hiyo unapozungumza kukomboa wakati, wakati ni wa Mungu, na mtu aweze kuishi kwa makusudio ya Mungu kwanza. Ishi kwa maisha ya makusudio ya nani? Ya Mungu. Baada ya kuweza kuishi maisha ya makusudio ya Mungu, ndipo unaweza ukaongeza yale ya kwako. Kwa tunapozungumzia kukomboa wakati, wakati wa ugande, umri niliokuwa nao, nafikiria kama ni kesho ningeweza kurudi nikawa umri kama wa Meshaki wa miaka 10 na ngapi? 14, 15. Lakini haiwezekani, kwa sababu haiwezekani. Haiwezekani kwa sababu haiwezekani. Si kama mnanielewa? Haiwezekani kwa sababu haiwezekani. Muda ushakwenda, umekwenda. Usifikirie kwamba muda uliokuwa nao unaweza ukafanya nini? Unaweza ukaurudisha. Na ndio maana kama mtu hujaweza kuamua kweli kweli kumfuata Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, leo hii unapaswa kuweza kuamua moja kwa moja, kwa sababu wakati hausimami. Wakati haugandi. Mkristo wa sasa ni lazima uweze kuelewa nyakati tulizokuwa nazo ni nyakati za mwisho. Ndio maana ninahitaji uweze kujua wakati uliokuwa nao utumie vizuri. Unashangaa mtu Luzi Muhando anazungumza, anasema jua likisogea na wewe unafanya nini? Unasogea. Nini maana yake? Hajui wakati. Wakati una thamani kubwa sana. Mimi nachukia sana mtu akinipotezea muda. Kwa sababu gani? Kila dakika moja inayokwenda kwangu ni ya thamani kubwa sana. Zamani sikujua thamani ya muda, ila jinsi majukumu yanavyozidi kwenda, yanavyozidi kuongezeka, ndivyo ninavyoweza kujua thamani ya nini? Ya muda. Muda kwangu haunitoshi. Yesu wa mbinguni atukuzwe sana. Kwa kama hautoshi, tafasiri yake ni nini? Unahitaji sasa hata muda wa mtu umchukue, umeweka kwako, na bado hautoshi, unauchukua tena mtu mwingine unamweka kwako ili aweze kufidia ule muda utoshe, na hautoshi, unamchukua mwingine tena unamweka huko ndani, bado ule muda ufanya nini? Hautoshi. Nini maana yake? Maana yake muda hauwezi kubaki pale pale, muda unakwenda. Ndio maana namba za mtu zinabadilika. Namba ya umri wa mtu unafanya nini? Unabadilika, haubaki pale pale. Kama ulikuwa na miaka labda 20, unakuta namba mwaka ukifika mtu anasherehekea siku yake ya kuzaliwa. Siku ya kufanya nini? Ya kuzaliwa. Hajui wakati umefanya nini? Umekwenda.
Sio mbaya kwa wewe mnaosherekea. Mimi huwa naambiwaga tu, hata sikumbukagi. Ukiniambia siku ndio nakumbuka, kumbe ni siku yangu ya kuzaliwa lakini najisikia vibaya, umri wangu umekwenda. Sijisikii vizuri. Yaani natamani hata kama ingekuwa na uwezo ningejirudisha nyuma ili niweze kutekeleza yale ambayo sikutekeleza kwa kipindi cha nyuma. Mwana wa Mungu, muda uliokuwa nao utakuja kujutia baadaye. Kwa sababu gani? Unashindwa kuelewa namna ya kuweza kukomboa wakati. Leo inatamani niweze, kuna elimu moja ambayo nahitaji niweze kusoma, lakini nahitaji miaka mingapi? 4. Nawaza nafanyaje ili niweze kwenda kusoma. Lakini nikiangalia katika kipindi cha nyuma niliuchezea nini? Muda. Kwa hiyo wewe ambao unaisikia sauti na siku hiyo wakati nauchezea muda, hakuna mtu aliyeniamsha nikiwa nimelala kwamba na mwenzangu unauchezea muda. Lakini Mungu leo amezungumza na mimi kuweza kuliambia kanisa, kuweza kujua wakati wa Bwana uliokuwa nao. Wewe kama una pumzi ya Bwana, una muda wa Bwana ambao unahitaji uishi kwanza kwa ajili ya Bwana, ndipo uishi kwa ajili ya maisha yako. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Msukume jirani yako, mwambie ukomboe wakati. Ukomboe wakati. Na kama unadhani labda mimi wakati wangu upo vizuri, hebu jifikirie. Kama kuanzia asubuhi, tuanzie asubuhi mpaka sasa hivi tulipofika, je, muda wako umeukomboa vema? Ni nini ambacho umekifanya? Kwa sababu Mungu amekuwekea katika mambo yako, kuna mambo ya kwake. Inawezekana vipi mtu ukaenda ukarara pasipo sababu ya msingi? Yesu wa mbinguni atukuzwe sana. Mimi wakati mwingine nakaa mpaka saa 8. Umemaliza labda summaring fulani, unamaliza labda kujifundisha kitu fulani. Sijawahi kukaa kufikiri kama nimemaliza. Na muda wangu mimi mzuri sana ni usiku. Muda wa mchana hautoshi. Muda wa mchana nini? Hautoshi. Kwa hiyo ikifika usiku, mimi ndio muda wangu wa kuweza kufanya vile ambavyo unavifanya. Unachukua hiki, unasoma hiki, unajaribu kuangalia hiki, unafanya hivi, unajaribu kaa, unatafakari. Ukimaliza kutafakari, uweze kujua watu gani. Mimi unawezekana ukaandikia message kuanzia asubuhi, nisiweze kuisoma mpaka jioni. Alafu unasema pastor ana nani? Anajisikia kweli. Sio kujisikia, muda hautoshi. Labda niwe na mtu ninayewasiliana naye, baada ya hapo aniambie, bwana nitakutumia nini? Message. Ndipo naweza nikaingia kwenye message. Yesu asifiwe sana. Lakini unakuta kuna mtu yupo pale anaandika ni upuuzi tu. Mambo, hali yako, unasumbua watu, unaharibu muda wa watu. Unakuta mtu anapigia simu, ukweli lazima niwaambie, hana point ya msingi. Anakwambia, habari yako kaka? Salama. Habari za siku? Salama. Mchana hiyo mimi nipo busy. Habari yako? Salama. Kwema. Mambo yanaendaje? Mambo yanaenda vizuri bwana. Habari za siku? Salama. Karibu. Fresh tu. Mambo yanaendaje? Bwana karibu. Nakwambia karibu, uzungumze lile lilokuwa kwa muda hautoshi. Unaniletea story tu. Bwana nakumbuka siku fulani tulipokutana. I say, nilikuona ni mtu mzuri sana. Lakini hapa bwana, kuna jambo langu moja hapa. Lakini mambo yanaendaje? Bwana zungumza lile jambo unalotaka. Unafika baada hapo unamkatia simu pam. Na kwa hekima unamwambia, bwana samahani, simu, na baada hapo unaweza ukaweka na kindege. Kwa sababu kuna jambo unapaswa kuweza kufanya liishe. Lakini mtu anaamua kukupotezea nini? Muda. Msukume jirani yako, mwambie usinipotezee muda. Usinipotezee muda. Komboa wakati wangu. Komboa wakati wangu. Msukume mwambie komboa wakati wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mtu anashangaa, anakuongelesha, baada ya hapo, bwana nilikupigia simu, lengo na madhumuni nilikuwa naomba uniazime shilingi 10,000. Kwa nini ulipopiga simu usiweze kuomba ile 10,000? Umepoteza muda wangu, unataka kunipotezea na hela. Yaani hapo nachokaga kabisa yani. Kwa nini usinikombolee muda halafu nikupe pesa?
Eleza shida yako ili ilifanya nini? Nini ninachotaka kusimamia wana Mungu? Ni lazima uweze kujua kama ni siku ya Jumatano kuna majira ya Bwana. Ni lazima uweze kwenda kanisani, umwambie Bwana nakushukuru kwa pumzi ulionipa, kwa majira ulionipa, nimefanya aliyokuwa ya kwangu, nimekurudishia sifa na utukufu. Nafsi niliyokuwa nayo imekuja kukuabudu wewe. Ni majira ambayo ya Bwana ambayo umekupa, unapaswa kuyatumia kwa wakati. Bla tu. Akuta mtu anamba yupo na zurula tu. Basi kama unaona namba unaweza ukakaa kwenye kijiwe na ukaingiziwa vitu vya kipuuzi, kwani usije ukiingia kanisani? Ingia kanisani bana kwenye kuona pale. Utafute uso wa Bwana. Yesu asifiwe sana. Kwa sababu katika namna ya kusaidia labda katika jamii kuingiza kipato labda kwa muda huo wakati wewe kwako hujafika, basi utafute uso wa Bwana. Njoo ingia kanisani. Sisemi watu hamna kazi za kufanya. Mnazo kazi za kufanya, lakini kitu ambacho nataka kufundisha ni nini? Ni lazima kila Mkristo aliyopo mahali hapa ajue thamani ya wakati. Thamani ya wakati ndio inayokufanya ufanikiwe. Wengi wanakuwa hawezi kufanikiwa kwa sababu wameshindwa kulinda wakati. Na kuna wakati mwingine wakati wake anapoutumia vibaya, wakati wa mtu anapoutumia vibaya, anachukua na wakati wa mtu mwingine anaamua kumpotezea. Hiyo haikubariki. Ni lazima wana Mungu uweze kujua wakati uliokuwa nao ni kitu chenye thamani kubwa sana na unapaswa kuitumia kwa wakati. Haleluya kanisa.